Jicho la imani hapa ZDH TV, maarifa kwa umma. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin Sayyidina Muhammadin khataman nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Baada ya kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala na kumtakia ziada ya rahma kipenzi chetu na kipenzi cha Allah Bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Kwa mara nyingine tena karibuni sana wapenzi watazamaji wa ZDH TV, maarifa kwa umma. Mimi ni Haji Juma Ramadhani wa ZDH TV, na kukaribisheni tena kipindi hiki kilichokuwa hewani ni Jicho la Imani, lakini pia mada itakayokuwepo hapa tutazungumzia masuala yanayohusiana na mikhadarat. Siko peke yangu studioni hapa, niko na ndugu yangu Sheikh Abdul Mujib Ibn Sulaiman Wabira Al-Azhari. Leo tuko naye hapa kuzungumzia mambo haya, na yeye ni mtaalamu wa sheria na mambo mbalimbali ya dini yetu ya Kiislamu. Tutamkaribisha, atajitambulisha, lakini pia baada ya hapo atakuwa mkieni katika mada yetu mezani. Mada ni mikhadarat. Kipindi hewani ni Jicho la Imani. Nyuma ya kamera ipo ndugu yangu kijana wangu Ton, lakini pia kuongozana na ndugu yangu Kisimbo. Karibu sana Sheikh. Shukrani sana. Karibu sana studioni kwetu. Wasalimie watazamaji wetu, kisha baada ya hapo tutakwenda moja kwa moja katika mada yetu inayohusiana na mambo ya mikhadarat. Shukrani sana. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alaykum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh. Kwa niaba ya mtazamaji wetu, kama nilivyoeleza mwanzo katika mkadima wangu, mada yetu hewani ni kuhusiana na mikhadarat. Nini mikhadarat? Bismillah, salatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa ba'd. Al-mukhadarat mara nyingi ni neno la Kiarabu na hata Kiswahili tumetohoa kutoka kwenye tamko hili. Unajua mtangazaji, maneno mengi ya Kiswahili yametoholewa sana kwenye Kiarabu. Na kwenye lugha nyingine za Kibantu, lakini Kiarabu kuna asilimia kadhaa. Kwa maana mukhadarat ni neno la Kiarabu likiwa linamaanisha ni dawa au vitu ambavyo vinavyoharibu akili. Ndio kama ulivyosema, kile ambacho kinachoharibu akili kinaitwa mukhadarat. Sema al-khamru ma khamara al-aqilu. Pombe au kile kinacholewesha ni kile ambacho kinafunika akili, kwa sababu al-mukhadarat manake ni ulevi. Na ulevi ni kitu ambacho kinafunika akili. Akili ile ambayo ya kawaida inakuwa haipo, inatoka katika uhalisia na kuwa katika jambo lingine. Kwa maana neno la Kiarabu lina maana ya ulevi, yani madawa ya kulevya. Kwa maana ya mukhadarat. Ndugu mtazamaji wetu wa ZDH TV, maarifa kwa umma, kama alivyoeleza Sheikh hapo kwamba neno mukhadarat ni vifunikaji vya akili ya kawaida. Kama unavyojiona upo kawaida, lakini ukivitumia hivyo vitu au ukivila au ukivinywa, vinakwenda kuharibu, vinatoa akili yako ya kawaida kwenda katika akili nyingine. Sheikh, nasu ya Qur'ani, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ametaja moja kwa moja kuhusiana na uharamu wa pombe. Hakuna mtu ambaye kwamba leo hajui pombe ni haramu, lakini yako matumizi mengine ambayo kwamba Qur'ani haijataja moja kwa moja nasu yake. Kwa mfano, Allah alipozungumzia kuhusiana na pombe kwamba innamal khamru wal maisir wal azlam wal ansab rijsun min amali shaytan fajtanibuhu. Pombe na kamari na mambo ya kupiga bao na kadhalika ni matendo ya shetani, jiepusheni nayo. Hii nasu iko wazi, lakini kuna mambo ambayo kwamba watueleza kama shehe kwamba kuhusiana na bangi, sigara. Hebu tuanzie hapa kwenye bangi hapa. Nasu ya Qur'ani iliyokuja moja kwa moja haipo. Sigara ni vinavyofanana na hivyo. Uharamu wake unapatikana vipi kuhusiana na bangi au sigara, wakati Qur'ani haijataja moja kwa moja au hadithi ya Mtume Muhammad, na tunaambiwa kwamba nasu ni mbili, Qur'an na hadithi za Mtume? Tupata uharamu wapi? Naam, bismillahirrahmanirrahim. Kwanza ni kweli kuna ndani ya Qur'ani kuna
vitu ambavyo vimetajwa moja kwa moja kwa majina, kama tuseme pombe, nafahamika ni pombe. Ndio. Lakini kuna mengine hayakutajwa. Lakini katika Uislamu kuna kanuni za kisheria ziko takriban 4. Kwanza ni Qur'ani yenyewe kama Qur'ani. La pili ni sunna ya Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam, hadithi yani. La tatu ni jambo ambalo wamefanya ijmaa ya wanazuoni. Jambo hili kwa moja hivi kutokana na aya hii na hadithi hizi haram. Kuna jambo lingine la kiasi. Yani kutokana na kupima kutokana na jambo hili kwa nini pombe imekatazwa.